All right, what's up my friends? Welcome to the podcast. Welcome to the podcast. Mimi naitwa Elius Kamwangire McBenvix. Leo nipo na rafiki yangu Michael. Na actually this is the second time tupo tunakutana kwa ajili ya this episode. Karibu sana kwenye hii show ya leo. And kama kawaida, we always talk about things ambazo tunapenda kuzungumzia. Okay? So Michael, karibu sana kwenye show. How are you doing my friend? Yo, I'm doing good man. Thank you so much. I'm so proud to be here. Last time tulifanya bunge moja la podcast ilikuwa ndefu sana. Yeah, lakini mimi naona kama ni miaka mingi imepita. Ni kama vile ndo dunia mpya sasa hivi tunaishi. Mambo yamebadilika toka kipindi kile. Yeah. Mambo yamebadilika sana. Yeah. Sasa hivi umekuwa na hela nyingi. Umekuwa maarufu. Kwa maarufu sana, kwa star, ukuta umeshapata na mchumba hujatambulisha. Mkataa hapa mbele ya kamera. Nimempata Yesu na by the way, ongera sana kwa followers 100,000. It's a milestone. Unajua wanafunzi wangu wanaofikisha 100,000 waga na wapa zawadi, nafanyia sherehe. Mimi ulinipa hongera tu. Ulinipigia na ukanipa hongera tu. Sherehe yangu unanidai sherehe? Yeah. Okay. Tuna sherehe ya kufanya. Tujiandae kwa ajili ya hiyo sherehe. Yeah. Lazima na mimi nisikuwa left out. Okay, so kwanza najiuliza safari yako ilikuwa, how was the journey kwanza? Tuanze kwanza 0 mpaka 100,000. Toka pale. How was it? Okay. First of all, kipindi naanza safari ya social media na kuingia rasmi kwenye social media kufanya biashara everything. Mwanzo kiukweli nilikuwa niko centered nikiamini kwamba nikiingia huku hizi numbers za likes, comment na followers ndo zitadetermine hatima yangu ya maisha. Kwa hiyo nikajua kabisa kwamba hapa siwezi kutoboa bila hizi. Kwa hiyo piga huwa garagaza. Kipindi unaanza pale unaanza kujiuliza, una post kitu hamna like hata moja. Unatafuta, unabidi ujilike wewe afu tulie, uangalie tena hamna like, ukipost kitu hamna like. Mpaka the moment ilifika ni kwamba kuna siku moja nikiwa mdogo hivyo nikapata client wa kwanza. Na yule client alinilipa zaidi ya almost 5 million kwenye project nzima. Alinifuata tukafanya naye biashara nikiwa sina followers wengi, sina likes, sina views. Ni mtu kaona anahitaji huduma akanifuata tukafanya biashara. Do you know, unafikiri that ndio kitu ambacho kilinibadilisha mindset like kumbe I can make money without haya mambo mengi. So nikaendelea kwenda. Japokuwa nilipata client wa kwanza, kiukweli nilipata client wa kwanza afu nikakaa ukame mrefu. Kaza au vipi ilikuwaje? Kwa hiyo nikaendelea. Kwa hiyo nikaanza pambana na views na followers na nini. Baadaye unajua kishaingia huko ndani ndio unaanza kujifunza. Yaani awanzi ukiwa unajua ukiingia huko ndani unaanza kujifunza kwamba kumbe haya masuala ya likes na nini kuna tofauti kati ya influencer na entrepreneur, mjasiriamali unatakiwa ufikishe the clear message kwa mteja, kwa mteja wako, target audience. Ukishapata kwa target audience ikisha audience husika ikaona usa anaweza kupata kitu kutoka kwako, atafanya kazi na wewe bila kujali wewe una followers au una followers. Ila influencers wao ndo wanajali followers na influencers na nini, kwa sababu wao bila kuwa na hizo numbers hawapati hela, hawapati deals na mbasa na, lakini sisi tunaweza kutengeneza pesa nyingi bila hata kuwa na hizo, kwa sababu sisi ni wajasiriamali. Nika calm down. Sasa nilivyo calm down kwenye state hiyo, followers sio katoka wapi, wakajaa. Nikaanza mpaka sasa tunasema kwa mlisubiria mpaka mlisubiri ni calm down ndio numbers zianze kuja. Ndio hapo sasa nikaanza kupata views wengi kwa mwezi. Si followers wakajaa wametokea mpaka sasa wafika hivyo. Wanaelekea malaki mengi. And I don't care about them kwenye numbers, kwa sababu ukifanya hesabu ni 10% tu ya likes utakazopata ndio utakuwa wateja. Unaweza kupata likes 42,000. Kuna content yangu ina likes 43, sio 5. Nafikiri pale kijana wangu anaweza kujua. Lakini kiuhalisia ni 10% tu. Ndio wanakuwa wateja. Yaani unaweza kupata likes 100, lakini 10%. Kumbuka 10% ya 100 unajua ni ngapi? Ni 10. Ukipata wateja 10, wewe ni nzuri. Umeenda wateja 10 ni umeenda. Umeongelea vitu viwili so far. Umeongelea kwanza kwanza tuanze na the fact kwamba yule mteja wa kwanza ile check ya kwanza na ile check ya kwanza ndio ilikupa ile momentum ya kusema okay, I have to keep going. Na I think jana ni post video moja nilikuwa nasema kitu unachohitaji cha kwanza kwenye social media ni kupata kwanza pesa kadhaa.
100%. Yani ukipata pesa kadhaa, zile pesa nyingine zitakuja. Kwa sababu sometimes ni kama you always have this thing in your mind ya kudhani kwamba pesa ni ngumu kupatikana, which is true. Sometimes pesa ni ngumu kupatikana if you believe kwamba ni ngumu kupatikana. Lakini ukishapata kadhaa kwanza, ile kadhaa inakupa kama mwanga wa kujua how do you get more, what do you do to get more and stuff like that. Umeona? Hilo jambo la kwanza. Jambo la pili, umeongelea issue ya influencers. Kwamba unajua kama ni entrepreneur, sasa hivi tuna kitu tunakiita founder led marketing, kwamba mtu ambaye ni mwanzilishi ndio anafanya marketing ya ile biashara yake. Na a lot of people wanachokuwa wanakifanya ni they focus on the views, pata views ngapi, napata followers wangapi, na likes kiasi gani kwenye views zangu. Kuna watu wananipigia simu, ni mimi napata views 500. Naambia ndio, hata mimi napata views 500. Tufanye nini? You know, the problem is not the views. Ile content ni ya wewe kama mfanya biashara, unamtafuta mteja wako au unatafuta likes. Kwa sababu influencer anatafuta likes kwa sababu anauza ile attention. Influencer anauza attention. Yani anatafuta makampuni mengine afanye nayo kazi au auzie attention, you know. Lakini wewe kama ni mjasiriamali, kama ni mfanyabiashara, kama ni entrepreneur, kama ni mtu ambaye ni kama you are using that as kama engine ya kupata ya kufanya customer acquisition, kupata wateja, then by default jinsi utakavyo approach ni tofauti. And I'm glad kwamba hilo kitu ulijifunza. So congratulations for that. Thank you. Na kitu kingine ambacho nilijifunza hapo kwenye social media ni kwamba mfanyabiashara anatengeneza personal brand. Mjasiriamali anatafuta attention kama ulivyosema. Ndani influencer anatafuta attention. Mjasiriamali anatengeneza personal brand. Personal brand ni nini? Personal brand ni ile hali ya watu wanayokuzungumzia ukiwa upo. Okay. Yes. Kwa mfano, watu wakitaka kupata simu nzuri ambayo itakuwa ni class, ina kamera nzuri na itakuwa ni unaweza kutumia worldwide bila changamoto yoyote, na itakupa status, definitely kichwani kwako watu wanatazama, utasikia jibu la kwanza itakuwa iPhone, jibu la pili Samsung. Period. So kitu kilichotengenezwa hapa na Samsung na iPhone sio kwenda viral. Kilichotengenezwa hapa ni brand ya product. Yes. Kwa hiyo mfanya biashara ile perception ile kwamba kichwani mwako ukishafikiria simu, ukifikiria theme fulani una associate na wao. Kwa mfano mtu akifikiria namna gani, mimi nataka kuanza biashara, nataka kusajili kampuni, au nimeshafanya biashara tayari, nataka kutoka level hii nilionayo kwenda level nyingine, kwa hiyo nataka kusajili kampuni, nataka kuwa official, nataka kufanya biashara zangu, au natamani kuanza kwa mara ya kwanza biashara, sijui chochote, natamani kuanza. Ile hali ya mtu kufikiria hilo swala afa kufikiria mtu wa kwanza pekee naweza kuongea naye akanisaidia ni Michael. That's personal brand. Hiyo ni personal brand. Hicho ndio sisi tunakitafuta. Wewe utafuti followers wangapi, likes ngapi na views ngapi. Ukifikiria kwa dynamics hii, you are losing, utakata tamaa. You know kuna kitu inaitwa burnout. Ni kama ushaona ile lile kama tairi watu wanakimbia alafu inakuwa linazunguka. Unakimbia ni kama ufiki, kwa sababu unaona unakimbia lakini likes 2, likes 10, views ngapi, followers wenyewe 10. Kwanza hamna mtu anayefollow vitu boring. Kila mtu anafollow vitu ambavyo ni vinaweza kumfanya cherish. So ukiwa mfanya biashara, unafanya vitu boring, hamna mtu atakuwa pale anafollow, lakini mtu sahihi ambaye anahitaji hiyo huduma atakuja. Na akija ajali sijui nini, yeye anakuja kufuata solution. Anakuja na changamoto zake. Anakuja kutafuta solution, anapata solution na anaondoka. Na kama unaweza inabakia hapa sasa utaalamu wako wewe namna gani kumtain mteja, kuendelea kumnacha na vitu vingine. Lakini yeye atakuja chap, ataondoka. Kwa mfano atakuja kusajili kampuni, akishapata kampuni yake, utampigia system namna gani ambayo utaweza kuendelea kumhudumia na everything, atabakia na kampuni yake, wewe utabakia na vitu vyako. It means kama utakuwa na timu ambayo itakuwa inaenda visit nini, hiyo inabakia kashakuwa na kampuni yake. Sio tena yule mtu ambaye anafikiria labda itakuwa. Hiyo ndio tofauti kati ya kuwa mjasiriamali na influencer. Ni mjasiriamali unatengeneza personal brand. Influencer yeye anatengeneza influence. Anaenda na trend. Anaenda na trend, anaenda na nini? Na hata kwenye content hapo kuna tofauti wa kutengeneza content. So actually unajua tutawakandia sana ma influencers somehow kwa sababu sisi ni wajasiriamali, lakini na ujasiriamali wetu mwingi sisi ni kutengeneza pia wajasiriamali wengine. That's one of the things we do. Lakini one of the things ambazo naona kama advantage kubwa kwa influencer. Influencer yeye mara nyingi kuna vitu ambavyo hayuko concerned navyo, tofauti na mjasiriamali. Mjasiriamali anakuwa concerned na conversion. Sasa nimepata watu wangapi wa mwisho wa siku. Content zangu zimeleta watu wangapi. Yaani mahesabu ya nyuma huku ndio ya baada ya post content.
ndio kitu ambacho kinamstress mjasiriamali. Kwamba okay, nimepost content mwezi huu, nimepata watu wangapi? Nimepost content mwezi huu, zimeniletea leads kiasi gani? Nimepost content mwezi huu, nimetengeneza matangazo mwezi huu, mwisho wa siku watu gani ambao wamenifollow na wale unifollow hao ni watu wa aina gani? Hao watu je, wanabadilika kuwa wateja? Nifanye nini kubadilisha hao watu kuwa wateja? Hiyo ni concern kubwa ya mjasiriamali au entrepreneur ambao sasa hivi nawaita wajasi. Wajasi ni wajasiriamali ambao wanatumia mitandao, wanatumia teknolojia. Sio kama wale wajasiriamali wale wa kilimo, wale hawana mtaji, wanatafuta mtaji, wanahangaika. Umeamua kutubagua. Sio wanabagua. Ni transition, ni kama kubatizwa. Ni kama kubatizwa. Yaani wewe ni mjasiriamali ndio, ila ukiamua kwanza kutumia teknolojia umekuwa mjasi. So lakini one of the things I think ambacho pia influencers wanafaidika nacho ni the fact kwamba wanakuwa flexible kufanya vitu. Hiyo ile flexibility ya influencer. Kwa sababu kazi ya influencer yeye ni kujitengeneza in such a way kwamba anaweza akashauri watu kwenye kitu fulani kimoja. Yaani kwa mfano let's say, kwa mfano kuna influencer mmoja wa masuala ya lishe. Okay, yeye ni mteja wangu actually, tunafanya naye ni partner wangu. Yeye anawashauri watu kuhusu mambo ya lishe. Kwa hiyo inavyokuja kwenye changamoto za kilishe, wao wanamuona yeye kama ana influence ile sehemu. Okay, so when you're thinking of and one of the things I want you guys to take from this, sio kwamba I want you to be pushed kuwa mjasiriamali. Ujasiriamali sio kila mtu, and I think you will talk more about this in a few seconds. Lakini ujasiriamali of course sio kila mtu. Lakini unaweza kujikuta wewe unafaidika zaidi na kuwa influencer. Sasa influencer ni mtu ambaye anachagua one aspect of kitu anachopendelea kukizungumzia, anakizungumzia zaidi kile kitu, anakuwa na influence zaidi kwenye kile kitu. Kiasi kwamba wengine wanatafuta deals. Wanatafuta deals za, kwa mfano kama unaongelea sana masuala ya fedha au unaongelea masuala ya vyakula. Yaani wewe unakuwa na influence zaidi kwenye mambo ya vyakula kiasi kwamba watu wakitaka kujua ni ile chakula gani leo, wanakuja kwenye page yako kwa kujuza umekula nini, umepika nini, you know. Kwa hiyo wewe utaangalia likes, wewe utaangalia views. Kwa sababu lengo lako ni kufikia watu wengi na kuwa influence hao watu. Lakini mjasiriamali on the other side, kama Michael ulivyosema, ni kwamba mjasiriamali anaangalia natafuta wakina nani kuwasaidia. Na hao watu nawapataje? Wako mtandao gani? Niwaambie nini ili wavutie na hivyo vitu? Na nikiwaambia mwisho wa siku niwaambie nini ili wajue naweza nikawasaidia, you know. So natamani sana uongelee zaidi ile safari ya mtu kujijenga, and I think we will talk more about this. Lakini ile safari ya mtu kujijenga kutoka sifuri mpaka kuwa brand ambayo inaaminika, you know. Let's have a discussion on this. Most of the times mtu anavyokuwa anaanza anasema okay, nataka nijenge brand yangu kwenye social media, nataka nianze sifuri, sina chochote ninachofanya, sifuri mpaka brand ya kuaminika pale. Okay, I teach a lot of people when it comes to this, like I want you to share your perspective. Okay. Kwanza mimi nafikiri there is no flex, au kwa lugha nyepesi kwamba hamna kitu ambacho unaweza kuwa proud nacho kama kutengeneza jina lako wewe, ambalo kutengeneza jina ambalo liko kutoka sifuri mpaka kufikia stage unatengeneza jina mpaka ifikie stage ni kwamba watu wanatulipia hela kwenye hilo jina. That is the biggest flex on this world. Unakuwa in pride. Pride. Yani jina liko sifuri, yani uko kwenye mawe wanasema wataalamu. Uko juani. Utoke juani ifikie stage utengeneze uwezo wa jina lako. Watu lazima walilipie jina lako. Yani kwamba like you have to have Michael, lazima ulipie consultation. Unataka Michael ashughulike na issue biashara yako, you have to pay something. Kwa sababu sisi tunashughulika kwenye kutatua matatizo ya watu. Unataka Michael ashughulikie kitu fulani, you have to pay. That is the biggest flex. Rafiki yangu, sio jambo la kwanza. Hakuna shortcut. If you wanna play shortcut, it doesn't happen. Lakini the biggest thing ni kwamba sasa hivi tuko na tuko very blessed. Tuko na tool ambayo nafikiri sisi ni generation ambayo tuko very blessed, nimependelewa. Barikiwa sana. Kwa sababu tuko na social media. Sasa hivi iko na internet basically. Yes. Yani tuko na internet. Kwa hiyo internet inaturahisishia kufanya everything. Na kwenye internet sasa ukija na social media, ndio tumemaliza kabisa. Kwa mfano, sasa hivi kijana yeyote anaweza akaamka asubuhi, akachukua simu yake, akatengeneza content yoyote, akaja na idea yoyote ya content, akatengeneza, akaipeleka kwenye social media, akaenda viral, akawa namba 1 trending Tanzania.
bila kujali background yake. Aliwahi kuwa superstar, amezaliwa kwenye familia gani, ana hela hana hela, anamjua nani amjui nani, ameajiriwa wapi, popote anaweza, ameajiriwa hajaajiriwa, ameenda shule hajaenda shule, bila kujali uko Dar es Salaam, uko Mwanza, uko Arusha, uko Dodoma, upo Tanzania, upo East Africa, upo West Africa, uko America, popote pale ukiwa unaweza ukaenda viral to a certain region bila haijalishi umetoka wapi. Ngoja nikwambie, kuna kitu ulikuwa unaniongelesha kabla tuja on air. Ulikuwa unasema ulikuwa unazungumzia kwamba namna ilivyokuwa inatengenezwa watu influential people nyuma, sasa hivi hailipi tena, ila kuna namna mpya na wave mpya kutengeneza influential people. Naomba niseme hiyo statement kama nilivyosema. Yes. Nilikuwa nasema sasa hivi tunaingia kwenye wimbi jipya la mastaa. Yes. Yani, tunaingia kwenye wimbi jipya la mastaa. Unajua watu walikuwa wamezoea mastaa wa aina fulani, labda kwa muziki, star wa movie, lakini sasa hivi basically social media inakufanya uwe star kwa consistency yako, kwa jinsi unavyoonekana, kwa ujenzi wako wa brand yako. I think 100%. Ngoja nikupe mfano mmoja. Do you know sasa hivi hawa wanamuziki ambao walikuwa ni superstar zamani, akikoa tu ni the whole country inapinduka hivi. Sasa hivi wanaweza kufanya jambo lao na hamna mtu anajali. Na sio kwamba wanakosea au kwamba hawafanyi. Wanafanya vile vitu hivyo kwa wanafanya nyuma. Sasa hivi kuna game mpya. Sio kila homa ni malaria. Yeah, sio kila homa ni malaria. Yeah, sasa hivi sio kila homa ni malaria. Sasa hivi kuna wimbi jipya. Sasa hivi anaweza kawa hata ni mtu maarufu, mwimbaji wa nyimbo. Anataka na nyimbo zake. Kwa sababu hana consistency ya kutengeneza brand yake kwenye social media. Zamani ilikuwa ni kwamba ukishakuwa maarufu unajificha. Sasa hivi ukiwa maarufu inabidi ujitokeze. Unaona vitu vivyo tofauti. Zamani ukishakuwa umetoa nyimbo moja, imeenda viral, inabidi ujifiche kujenga brand. Sasa hivi ukitengeneza content ikaenda viral, iwe nyimbo iwe nini, inabidi uendelee kuonekana, uje mbele za watu sana. Sasa wasanii kwa mfano wa muziki, wao bado hawajalijua hili. Wao bado wapo kwenye mindset kwamba kwa sababu mimi ni superstar inabidi nijifiche. Inabidi nitengeneze content exclusive moja labda kwa mwezi, moja kwa miezi mitatu. Hiyo inawafanya wawe nyuma. Ndio maana hata wanakuwa irrelevant. Kwa hiyo wakija na project zao kuzileta sokoni kwenye market ni ngumu na nili project zao kwenda mbele. Kwa sababu gani? Game imebadilika. Game inahitaji wewe utoke front, sio game ujifiche. Unaona? Ndio maana sasa mimi ndakupa mfano. Kwa mfano hawa wasanii kubwa, hawa wasanii hawako tena irrelevant, wanakuwa tena ni ngumu tena kutrend. Kwa mfano nikimtaja jina itakuwa ni ngumu. Ngoja nimtaje mtu ambaye sio wa Tanzania. Okay. Kwa sababu hii sio kumuumiza moyo. Yeah. Davido amekosa Grammy. Tena safi sana. Davido amekosa Grammy juzi. Katoka kwenye kukosa Grammy juzi, kaja direct Bongo. The influence iliyokuwa inafanyika, kwa mfano ingekuwa ni miaka 5 nyuma au 10 nyuma, Davido akakosa Grammy, kaja Bongo, Tanzania kila kitu kilikuwa juu chini. Everything could shut down. Media jamaa angeshut down media, social media angeshut down na every angle. Who cares kuhusu Davido amekuja Bongo na amekosa Grammy? Nani ameongelea hiyo kitu? Mimi nimekuja kujua Davido amekuja jana usiku kwa Willy Nkya. Do you see? Kwa hiyo ina maana mimi namfuatilia Willy Nkya kuliko Davido. The number one top. Nilikuwa nitaja Davido mwanzoni, Diamond, lakini nimejua kama Davido kaja Tanzania. Yes, kwa sababu ya influencers ambao wako front. Hii inaonyesha kitu gani? Ni kwamba kitu kingine, point ya pili, Davido amekuja Tanzania. Mtu tumekuja kujua kuhusu Davido like it's not like a big deal. Yani kitu Davido anakuja, watu wanaongelea kitu ambacho kimetrend kidogo tu, walikuwa wanasema bei ya city ya kukaa. Na unakuja, yani it's not a big matter again. Kwa sababu gani? The game is changing. Jambo la pili, juzi kwa kuna tuzo za Grammy. Unamjua hata mmoja aliyepata Grammy ambaye unaweza kusema tuzo za Grammy juzi fulani kapata. Nitajie wa kwanza. Nitajie wa tatu. No one, you take time. You take time. Fikiria mpaka ufikirie unapata. Unajua maana yake nini? The industry is changing.
lakini Aisha Speed alikuja juzi. Unajua? Yes. Do you see influencers? Yani yuko hivi. Tour ya Aisha Speed ni number 1 on trending worldwide kuliko tuzo za Grammy. True kabisa. True. Na imagine sasa ni kiasi gani cha mastaa kilikuwa kwenye tuzo za Grammy. Yani star mmoja ame shut down dunia nzima. Yes. Wakati kuna mastaa mamia ya mastaa walikuwepo pale. Wapo kwenye Grammy, majina makubwa and everything. Nobody cares. Nobody knows them. Mimi mwenyewe I don't know. Yani ni kwamba ni kwamba kwenye kaika zako unapita kuna Grammy. Kumbe zimepita. There is nothing about like ile like, do you remember kipindi tukirudi miaka kidogo nyuma? Diamond Platnumz alikuwa kwenye tuzo za Grammy, BET nominations. The minute imetangazwa muda wa kufanyia mchakato wa kupiga kula mpaka Diamond anakwenda it was pachika apakamatiki apashikiki. Do you know why? The game is changing. Back then ilikuwa ni big deal ukishakuwa na jina alafu ukakaa nyuma unalinda brand. Right now Diamond Platnumz ni ngumu Diamond Platnumz sasa hivi kutoa project yake na ni Diamond alafu akaitoa project akakaa kimya afu ikaenda. Naogopa kutaja project za hivi karibuni za watu. Unaweza ushangaa umekuwa by the way shambuliwa na haters. Big fan by the way. Diamond Platnumz. I'm big fan kwa wote. So kuna project ambazo zinafanyika sasa hivi ni majina makubwa, lakini do you know what? The only way ya kuweza kuwin inabidi watumie influencers waliopo kwenye industry. Wao ndo kupushia nyimbo yako na wewe ni msanii mkubwa. So the big thing ni kwamba hapa tunachoongelea ni kwamba the wave imebadilika. Sasa hivi dunia nzima, sio tu Tanzania kwamba ni Tanzania. Umeona hata Aisha Speed peke yake tour yake ni kubwa kuliko tuzo za Grammy. Kwa hiyo timizi sio Tanzania peke yake, ni dunia nzima. So kitu ambacho nasema ni kwamba ulikuwa umeniuliza safari yangu ilikuwaje na nini. Tuna opportunity ya kutoka sifuri kufika sehemu unapotaka kama ukiamua. Kama ukiweka nia na kuweka focus kwa period of time. Lakini kitu cha kuzingatia ni ukubali, kuvumilia, kutokuona matokeo bila kukata tamaa mpaka matokeo yatakapotokea. True. So one of the things ambazo naona umeongelea hapa ni the fact kwamba kumekuwa na change ya namna ambavyo influence inatokea. Ile kutengeneza ile stardom imebadilika sana. So years ago, tuseme thousands of years ago, teknolojia ilikuwa lakini teknolojia iliyokuwepo miaka ya 2000 niseme hata mpaka 2015, actually hizi changes tunazoziona zinazosababisha mabadiliko ya jinsi wasanii wetu walivyo na influence. Kwa mfano sasa hivi wasanii wetu influence yao imepungua sana honestly, na umetaja sababu nyingi sana hapa, lakini the biggest reason ni kwa sababu changes zilitokea kuanzia 2019 kipindi cha COVID. Na algorithmic changes za TikTok, wale ambao mnaelewa like one of the mabadiliko mengi ambayo yametokea, TikTok ndio imekuwa pioneer mkubwa sana wa hayo mabadiliko. Na ndio maana wasanii wengi unajua like uwezi kuwakuta kwenye comments za TikTok wanajibu kwa sababu they still feel kwamba mimi ni star, I should hide myself, inabidi vitu vyangu viwe exclusive. Lakini influencers, angalia influencers wako kwenye comments na wewe, wanacheka na wewe, wanafurahi na wewe, na hao ndio wakikushawishi ununue bidhaa specific, unanunua hizo bidhaa. Makampuni sasa hivi hayana influence 100%. Kuna vitu vitatu. Makampuni makubwa, hizi taasisi kubwa zimepoteza influence sasa hivi. Kuna mastaa hawa wasanii wa muziki na movie, bongo movie, wamepoteza influence kabisa. Yani sasa hivi influence imerudi kwako wewe. Yani wewe basically you are more influential kuliko hawa wasanii. Na cha tatu, vyombo vya habari. Zinaitwa house media. Hizi media houses. Yani sasa hivi unaweza kwa mfano mimi hayo makundi matatu ya watu sijawafollow. And it's for personal reasons kwa sababu basically like stuck ni scatter my attention. I focus on things that I want. Nimemfollow Michael, nimefollow marafiki zangu wa Instagram ambao ni tuna like we are in the same mostly the same niche. Yes. Lakini one thing nimekuja kurealize ni kwamba habari nyingi nazipata kutoka kwa watu. Habari nyingi nazipata kutoka kwa watu ambao ni kama independent media, watu ambao wanaongelea vitu. Okay, influencers hawa, watu ambao they speak of things wao wenyewe kwa sababu it's their interests. Na kuna watu wengi ambao ni waandishi wa habari
probably hawajaajiriwa. This is your opportunity my friend. Yani hii ni fursa kwako kuja na kutengeneza your own personal brand. Kama alivyoelezea kwamba you can start from zero and in a short while utafika somewhere ambayo you have a brand ambayo inaaminika. Usiangalie followers. Unaweza kuwa na followers 5,000 lakini watu wanakuamini sana. Unaweza kuwa na followers 100%. lakini watu wanakuamini sana. Unaweza kuwa followers 1,000. I always talk about this friend of mine ambaye wakati anaanza alikuwa na kampuni fulani hivi ya mambo ya electric na alikuwa na followers kama 500. Yes. So alikuwa anatafuta kutengeneza strategy ya kujitangaza, tukae chini tuandike wateja wapateje, hawapate wapi, ile ramani nzima. So mwanzo wakati tunakaa nasema okay, so sasa hivi unafanya mauzo kiasi gani? Alikuwa na followers 500. Actually 500 alikuja kufika 400 na kitu. Ambia na social media napata watu lakini nataka nipate zaidi. Ambia unafanya mauzo kiasi gani? Ambia nafanya mauzo ya milioni 17. Milioni 17. Milioni 17 kwa followers hawafiki 500. Sasa think of what you could do. Wewe you have a lot of interesting things unataka ufanye. So watu wengi ambao especially creators ambao wanaanza na ukiachana tu na creators ambao wanaanza wajasiriamali wadogo, social media ni sehemu ambayo hauhitaji followers kuwafikia watu. And algorithms have changed. Sasa hivi algorithms zimebadilika. Unaweza sasa hivi ni mara nyingi unakutana na content za mtu ambaye haujamfollow. Yes. Yani kwa hiyo sio lazima mtu umfollow kumjua. Yani sio lazima watu wakufollow ili waweze kufahamu au waweze kujua kuhusu bidhaa au huduma zako. Video moja inaweza kukutambulisha kwa watu. 100%. Na hiyo video moja ikakuletea mauzo, ikakuanzisha ile safari yako ya kujijenga. Okay? So I think that's a good thing you have pushed on that. Lakini I want to understand. Watu wengi wanajua what they are supposed to do kutengeneza brand zao kwenye social media. Yes. Hii kitu nimegundua kwa sababu tumeongelea sana kwenye social media. Unafundisha mambo ya kujenga brand kwenye social media, kusajili biashara. Mimi nafundisha personal branding, nafundisha AI, nafundisha marketing. Watu wanajua jinsi ya kujenga brand zao. Yes. They know, wameona content zetu. Lakini swali ni kwamba kwa nini hawa watu wanataka mafanikio ndio, lakini hawako tayari kulipia bei yake. Hawako tayari kuinvest. Hawako tayari kuwekeza. Na kuwekeza sio tu kuwekeza kwenye kuwekeza kwangu ujifunze au kuwekeza kufanya kusoma vitabu. Mfano mimi moja kati ya vitu ambavyo nafanya ni kuwekeza kusoma vitabu. Lakini there's more. Ile kitendo cha wewe kuamka asubuhi kusema okay, deliberately, yani kwa makusudi nataka nijenge brand, nataka nitengeneze content, nataka nijifunze. Ile investment yako wewe mwenyewe kulipia ile gharama ambayo inabidi uilipie ya matokeo unayoyataka. Why are people not ready to do that? Watu wanataka mabadiliko ndio, watu wanataka matokeo, lakini they are not ready to invest. Yes. On my view kwenye hii, kwanza sema hilo ni swali zuri sana. That is very interesting. Yeah, okay. Na hii kiuhalisia ndio kitu ambacho kina affect watu wengi. Unajua mtu anaweza kabakia kuwa maskini na anatamani kuwa tajiri na akaamua kubaki kuwa maskini. Kwa willing kwa maamuzi yani kwa kusema okay mimi nataka hivi natosha. Ndio maana naambia like yo unaweza ukaachieve zaidi ya hivi unataka. Bwana sisi tunapambana tuna nini? Bro iko hivi. Haiwezekani kabisa, haiwezekani kuvuna kama hujapanda. That's the first thing. Yani huwezi ukaamka asubuhi ukaenda shambani kuvuna kama hujapanda. Ukute hata shamba huna. Labda kama unataka kuwa mwizi. So, kwa mfano, mtu anataka kupata mafanikio aina fulani. Anataka kupata mafanikio ya kiuchumi, mafanikio ya influence, anataka kuwa somebody. Akiongea, akifika, kila mtu appreciate uwepo wake, awe anaweza kujikimu mahitaji yake, na especially let's talk to men. Unabidi ujikimu wewe mwenyewe, ujikimu na familia yako, watu ambao wanakuzunguka. So, unataka kupata mafanikio lakini hutaki kupay the price. Kuna kitu mimi nitakiweka wazi. Lazima utoe kafara. Lazima there is a price to pay. Kwenye everything there is a price to pay. Kwa mfano, ukitaka kupata mafanikio ya kiuchumi, lazima uhakikishe unajifunza namna gani ya kuweza kuanza kwa mjasiriamali. Ukitaka kupata mafanikio ya kiuchumi, lazima utengeneze mahusiano yako mazuri na Mungu. Ukitaka kupata mafanikio yako ya kiuchumi, lazima uwe na tunasema ni emotional tunaita ni emotion maturity. Unaona? Ukitaka kupata mafanikio ya kiuchumi, lazima uwe na physical fit, uwe na good physique. Hivi vitu vitatu ukivipuuzia sawa kupata mafanikio.
Kwa mfano, ukitaka kujifunza, ukitaka kuanza kupata mafanikio ya kiuchumi, jambo la kwanza nimesema lazima ujifunze njia gani za kuweza kupata pesa. Kuna njia za kupata pesa na kupata mafanikio, lazima ujifunze namna gani ya kuweza kuangalia unaondoka na mbinu gani. Unakuwa mjasiriamali ama unakuwa mwajiriwa. Na ukiwa mwajiriwa unajua njia yako itaishia wapi, na ukiwa mjasiriamali unajua njia yako inafikia wapi. The only people who are rich duniani ni wajasiriamali. Hamna mtu ambaye ameajiriwa akawa tajiri. Dalipo 800 kwa mwezi, is that all you think you can achieve? Wewe ni mwanaume. Do you think 800 kwa mwezi ndio kitu ambacho unaweza kukiachieve kikakufikisha uanze ku drive gari unataka, mwanamke unataka, sehemu na kuishi sehemu unataka? Unafikiri unaweza kukaa Mbezi Beach kama hii tajiri yangu hapa kwa kulipa 800 rafiki yangu? It is hard. Ngoja nikwambie mimi kama mtu naishi Mbezi Beach. Haiwezekani. Unaona mtu anaishi Mbezi Beach atupa experience. Uweze kulipa 800 ukataka kukaa Mbezi Beach, u drive gari unayotaka, uishi maisha ambayo unataka. Uwe na freedom. Maana kikubwa sana ni freedom. Freedom ya kiuchumi na freedom ya muda. Uweze kupata uhuru wa kiuchumi na uhuru wa muda kama umeajiriwa unalipa 800. That's hard. Ni ngumu na ni chungu, lakini ndio hivyo. Lazima ujifunze namna gani ya kuweza ukae chini na watu ambao wapo tayari kwenye game, ama watu ambao wanaongelea kuhusu biashara na utajiri. Ukae chini, ujifunze kwenye hiki kitu nilicho nacho. Sio kiache. Kwenye hiki kitu nilicho nacho, nawezaje kufanya monetization kubwa zaidi ya hiki? True. Nawezaje nikafanya monetization kwenye biashara, kwenye ajira nilionayo, kwenye ujuzi nilionao, kwenye skills nilionayo, kwenye hii ujasiriamali wangu nilionao. Hakuna namna ambayo naweza nikapata streams of income hapa. Kwa kweli kwamba hii stream moja inayoingia hapa ndo peke yake. Kwa mfano mimi na skill. Kwa mfano ngoja nikupe mfano. Ukiwa na skill ya kufanya, tayari unaweza kutumia hiyo skill kufundisha watu. Kwa hiyo it means unaweza kutumia skill ulionayo kwanza kuwafundisha watu wengine. Kwa hiyo kaingiza hela kwenye skill, alafu kwa kuifanya, alafu kaingiza hela kwa kuwafundisha. Kwa hiyo it means kwa nini ufanye mpaka sasa hivi hivyo? Ni kwa sababu hujui, inabidi ukae chini ufundishwe. Kwa hiyo it means lazima upay price ya kukaa chini kujifunza. Kitu kingine, mafanikio ni spiritual sana. Yaani tutakudanganya, tutakurukaruka, mafanikio ni spiritual. Na ukiwa kama mwanaume you have to be more spiritual. Uwezi kuwa mwanaume ukasimama bila kuwa spiritual na ukapata matokeo. Ngoja nikwambie kitu kimoja. It's either unaingia utakuwa spiritual kwa upande wa Mungu ama utakuwa upande wako mwenyewe unaojua upande wako mwenyewe unaojua, lakini lazima uwe spiritual. There is no katikati. Ukiwa katikati huwezi kupata matokeo. Yani it is unakuja kwa Mungu, pia kuna principle ambazo unazifuata. Hizi principles za Mungu sio kwamba wewe ukija kwa mimi namwamini Mungu, hiyo sio principle. Unajua mtu anasema okay, mimi nipo spiritual, I'm good, mbona nasali na mbili, naenda kanisani kila siku Jumapili au Jumamosi. Hiyo sio spiritual. Yaani unafikiri kwenda kanisani ndo spiritual? No, kuna principle. Lazima ukae chini utafute watu ambao, kama umeamua kuja kwa Mungu, tafuta watu ambao wapo deep kwa Mungu, wanafundisha principles za kimungu kuweza kupata matokeo unayopata. Ukiwa kwa shetani pia, sio kwa shetani, huko unakojua. Kwa shetani, kwa mizimu, kwa manini, lazima uende huko deep, yani ukatafute watu ambao ni wakulungwa huko, ambao labda wanachinja watu, wanachinja wanyama, wanafanya vitu vyao, wanalala uchi, they do scary stuff huko. Usifanye hivyo lakini. Kwa hiyo guys tunakuruhusu hatukuruhusu. Kwa hiyo it means yes, unaamua. There is nothing about so spiritual. I mean, mimi sikudanganya. There is nothing about so spiritual. Ukikaa hapo eti unafikiria eti utafanya marketing upate hela, upati hela, hata kufanya marketing. Labda utapata tu hela yako hii ya 800 unaoipata kila mwezi. That's all. But kwenda beyond, kuna vitu ambavyo lazima vifanye. Kitu cha pili ni tunasema emotional intelligence. Lazima uwe na emotional intelligence. Emotional intelligence kwa mwanaume it is obvious. Sisi tunatumia logic kufanya maamuzi. So ukiwa na logic, ukiweza kutumia logic kwenye kufanya maamuzi yako, automatic unaweza kuwa na emotional intelligence kwenye kila maamuzi unayofanya. Sasa hii inakulazimisha, moja, kuwa karibu na kusikiliza podcast sahihi. Angalia watu unaowasikiliza, angalia watu unaowafuata, angalia watu ni nani role model wako. Huyu bwana alikuwa anasema kwamba mimi sijafollow mainstream medias na sijafollow mainstream medias kwa sababu zangu binafsi. Moja kati ya sababu bila yeye kuitaja ni kuhakikisha moja ambayo naweza nikaitaja ambayo iko obvious ni kutengeneza emotional intelligence. Uwezi kuwa emotional intelligence kama bado unafuatilia mainstream media kupata habari. Kule wanakutisha vitu vya ajabu. Wanaweza kukuambia kwa sababu kule ni watu wenye ajenda zao. Kwenye mainstream media, jambo lolote unaloona kwenye TV
ama kwenye platform zao ni agenda maalum ambayo inakuwa inapushiwa. Kwa hiyo it means kama unafuatilia sijui mainstream media tunamaanisha yale mavyombo ya habari yale ambayo tumeyazoea, siwezi kuyataja, pamoja na watu mashuhuri ambao wapo strategic. Kwa mfano watu wanasiasa, kwa mfano wanamuziki, udaku, huko ambako jamii imezoea kupata habari. Sasa ukiendelea kula taarifa kama hizo, definitely sahau kuwa na emotional intelligence. Wataku brainwash, wataku manipulate. Wataweza kuja na agenda mbalimbali. Watakuja na agenda kama feminism na wanaipush na wanaiona kama ni nzuri, lakini that is bullshit. Kwa sababu umeamua kufuata watu wa ajabu, unafuatilia si umbea, sijui nani amefanya nini, sijui wasanii wakubwa, sijui mainstream media. Wasanii wakubwa ni watu ngoja nikwambie, wasanii wakubwa ni watu ambao wamejenga toka zamani. Hawa watu wenye nguvu, they use powerful people to put their agenda. 1, 2, wanatumia social mainstream media kupush their agenda. Uweze kuwa na emotional intelligence kama unasikiliza watu kama hao. Sahau. Na unajikuta wewe ni mwanaume, ndio kibaya zaidi. Unajua mimi huwa ndakaa sana na wanaume na deal nao. Uweze kuwa mwanaume alafu bado hauna emotional intelligence. Alafu watu page ulizozifuata ni page za udaku, page za umbea, page za watu wanaongelea vitu, unachamba watu. Unasikiliza sijui mainstream media, unapulishwa uongo, vitu gani? You can't. You can't. Ndio maana sasa hivi tuna platform, unaweza fuata watu ambao ni unaweza huyu kwa message anayohubiri kila siku, mimi naitaka hii. Unaweza huyu ananitoa tu moja kwenda nyingine. True kabisa. Ukiwa kwenye social media unaweza kutafuta watu ambao wako wanahubiri kila siku kuhusu masuala ya kimungu, wanahubiri kuhusu pesa, kuhusu utajiri, kuhusu biashara, ujasiriamali, kumiliki makampuni. Vitu hivyo ukisikiliza mara nyingi vinakufanya it is possible. Hiyo ndio inakufanya unakuwa emotional intelligence. Au wewe mjinga. That's period. Unakuwa hivyo. Kwa hiyo hivyo, alafu kuhusu biashara, alafu kuhusu spiritual. Kwa hiyo kwenye spiritual huwezi kuwa katikati ukategemea matokeo. Yes. Nimesema lazima ujifunze namna gani dynamics za pesa inavyozunguka, pesa inavyopatikana, namna gani inafanyika na kila kitu. Hapo tunazungumzia ujasiriamali. Lazima ujifunze masuala ya spiritual, masuala ya kiroho. Yes. Lazima ujifunze masuala ya emotional intelligence. Lazima uwe na good physique. Fuatilia watu wanaozungumza masuala ya chakula, masuala ya kuweka, masuala ya gym. Huyu bwana anaonyeshaga maisha yake ya gym, unaona? Hivyo gym na kila kitu. That is how you build yourself. Tofauti na hapo rafiki yangu. Sasa swali ni kwamba mtu anataka mafanikio alafu hataki unaona hayo tuliyotaja? Hii ndio gharama yake. Gharama sio hela mfukoni. Hela mfukoni itakubidi, kwa mfano labda kwenye mambo ya membership gym inabidi ulipie. Kujifunza kununua program, lazima kujifunza marketing, kujifunza sales, kujifunza namna gani kurun biashara, namna gani kuwa na miliki kampuni na nini, lazima ulipie consultation kwangu. Kaa chini nikufundishe masuala hayo. Kujifunza namna social media na kurun management, kaa chini na huyu bwana atakufundisha social media, atakufundisha AI, atakufundisha nini cha kufanya. Haya yote ndio yanakufanya ujenge. Usipokubali kupay price, forget about the results. Yaani uweze kukaa nyumbani kwako, magetoni, uweze kukaa kwenu, alafu kategemea kupata matokeo ambayo unaona watu wanayapata kwenye social media kwa kukaa. You have to pay price. I say. Umeongea vitu vingi hapa na nimepata vitu extra hapa vya kuongezea ambavyo I think kwa mfano umeongelea one of the things ambazo umetaja ni kwamba actually tukirudi kwenye swali kwamba kwa nini watu wanataka mafanikio lakini hawako tayari kusacrifice na kulipia bei. Yeah, I think we have given the most in-depth points. I think kama wewe unasikiliza na mimi mwenyewe I think nimejifunza vitu vingi out of the things umeongelea. One of the things I would like to kushare na wewe na kuongeza ni kwamba mara nyingi tunajiona kama sisi, especially vijana ambao wamesoma. Mara nyingi waga na focus sana vijana ambao wamesoma. Wasomi hai. Vijana wengi waliosoma, the problem ni moja kwamba sasa ambao hawaendelei. Most of the times ni kwa sababu wanahisi kwamba vitu walivyovisoma basi, yani alivyovisoma vyote pale hakuna kitu kingine zaidi cha kujifunza. Umeona? So they always think kwamba okay, nimeshapata elimu labda na degree, that's it. Sasa you have to be open.
You have to be open to understand kwamba the more you learn kwenye maisha. Kuna kitu ulisema kabla ya show kwamba the more knowledge you have, it's like a curse. Ni kama laana, yani you cannot unlearn what you learn. So wewe kama kijana, you have to be open to learning new things. Yani inabidi uzidi kujifunza zaidi, kwa sababu kwa nini unaogopa kulipia bei ya mafanikio, labda hutaki kujenga brand yako, au unaona watu wengine ni ma-influencers, unatamani kuwa ma-influencer kama wao, ni kwa sababu you think kwamba there is nothing to learn ili uweze kufikia pale. Lakini there is always things to learn. Inabidi ujifunze kitu gani wanatengenezaje pesa hao watu. Na kama wanatengeneza pesa, ni namna gani ambavyo wewe mwenyewe unaweza kaanza. Na sio lazima uanze kama wao. Ni vitu gani ambavyo wewe mwenyewe ni advantages kwako, kiasi kwamba hizo advantages unaweza ukazitumia kwa manufaa yako mwenyewe, kwa sababu wewe you have the moral obligation ya kutumia kila kitu ambacho Mungu amekubariki nacho, ile chumvi ambayo Mungu amekuwekea. You have the moral obligation ya kutumia hiyo chumvi ambayo Mungu amekupatia, hiyo burudani ambayo Mungu amekupa uje uilete. You have the moral obligation kuileta. And social media is free, you can do that. Okay? So another thing ni kwamba you should kuwa binadamu ni kutokujua kila kitu. You can never know everything. Yani ile ujuaji, you should always listen to people. Sometimes unakutana na watu kwenye social media, especially this new wave of our master ambao wanaita the new wave of influencers, ambao wanaelimisha watu kwenye mitandao ya kijamii, wanaburudisha watu kwenye mitandao ya kijamii, wana-inspire watu kwenye mitandao ya kijamii, especially vijana wa Tanzania. Wa follow hawa watu. These people have things ambazo you probably you don't know, lakini vitu walivyonavyo wanavyojaribu kuleta ni vitu ambavyo wanaamini vitakusaidia. You should follow these people and listen to them, badala ya kufuatilia vyombo vya habari ambavyo vinakupa taarifa ambazo ni kama it's mostly propaganda ya kukuaminisha vitu vingine. Follow hawa watu, wasikilize wanakufundisha nini. Kuna watu wanafundisha masuala ya fedha, kuna watu wanafundisha masuala ya mazoezi, masuala ya fitness. Follow hawa watu. Most of the times kuna madaktari, kuna manesi, kuna waelimishaji wa masuala ya fedha. You should follow these people and learn from them. I think we talked about this kwenye last episode, right? Kwenye episode last episode. Yeah. So you should follow the right people. Sasa kuna sababu kwa nini kwenye social media inabidi ufuatilie watu specific au watu maalum fulani, na uachane na watu ambao let's say kama ni vyombo vya habari ambavyo vinakupatia tu information ambazo zimelenga kwa ajili ya kuprogram kwa namna fulani. Lengo ni moja, kujireprogram. Okay? Lengo la wewe kufuatilia watu ambao wanakuelimisha au wanakuinspire ni kujireprogram virusi ambavyo vishawekewa kichwani mwako. Okay? So there's a lot of ideologies, hizi imani ambazo uko nazo ambazo zinakuaminisha kwamba wewe huwezi kufanikiwa. Hizi imani uko nazo ambazo zinakuaminisha kwamba watu wengine wanaweza wakawa na followers wengi au wakafanikiwa au wakatengeneza pesa nyingi, ila wewe huwezi. You should follow these people ambao wanaamini wewe unaweza, mpaka wakuaminisha kwamba unaweza. Imagine, yani wewe unaamini kwamba hauwezi, lakini unaona bado hauwezi kuweka muda wa kumsikiliza huyo mtu. Hiyo ni problem. Kuna watu hawatasikiliza hii episode kwa sababu ina zaidi ya nusu saa, kwa sababu wamezoea kuangalia video za dakika 2, dakika 1 TikTok. Kwa hiyo your attention is out there. Your attention is scattered. Huwezi kuwa emotionally intelligent kama your attention is scattered. Yani you cannot listen to a point mwanzo mpaka mwisho. Huwezi kumsikiliza mtu anaongea kitu mpaka mwisho. It's impossible. It's impossible, my friend. Another thing about you've talked about, I think it's fitness, and I'm a very big fan, a very big fan of fitness. And I think moja kati ya vitu ambavyo unaweza kufanya if you want to be successful, kama hujui pa kuanzia, just be fit. Yes. Yani be fit. Kama wewe hujui pa kuanzia, nataka nianzishe biashara, sijui nianzishe biashara gani, au unaona maisha yako hayana mwelekeo, be fit. Kama umenenepa sana, punguza uzito. Kama umepungua sana, ongezeka, tafuta namna ya kuongeza muscles au kuongeza mwili au kubadilika, you know. Kama wewe unajisikia kama watu wanasema, wewe mbona kama haujapendeza sana, focus kwenye kujipendezesha, kutafuta namna ya kubadilisha sense yako ya fashion. Fuatilia watu kwenye social media ambao wana sense of fashion. Watu, kuna marafiki zangu kama washauri kama Mr. Code, jamaa anavaa vizuri, anakuonesha jinsi ya kuvaa na vitu kama hizo. Follow these people. Hawa watu hapo kwa ajili ya kusaidia in that sphere. So kwa kifupi, the biggest sacrifice ambayo inabidi uifanye, sawa, ni delayed gratification. Kubali kwamba kuna vitu inabidi uvifanye sasa hivi ambavyo havitokuletea matokeo sasa hivi. Okay? Kiwemo kuwatafuta watu wakufundishe, kuwalipa hao watu wakufundishe,
kuchoka, labda kwenda kufanya mazoezi, kuinvest kwenye kusoma, kujifunza. Like you should be ready to do those things. Kwa sababu that's life basically. Yani maisha ni kujifunza kila siku. Hakuna sehemu ambayo utafika utasema okay, nimeacha kujifunza. Okay? Ikiwemo masuala ya Mungu, inabidi ujifunze kuhusu Mungu. Inabidi ujifunze kuhusu pesa, ujifunze kuhusu fitness. Jifunze kuhusu haya masuala yote. Jifunze kuhusu akili yako. That's what gives you emotional intelligence. Huwezi kuwa emotional intelligent if you don't understand how your mind works. Uelewi kwamba vitu unavyoviamini ndio vinakuchelewesha. It's impossible, right? Yeah. Kuna vitu unaweza kuwa unaamini kabisa, unafikiri ndivyo sahihi, kumbe ni uongo. Hivyo ndivyo vinakufanya ubaki hapo. Yaani unajiona ulipo iko hivi. Sehemu ulipo ni matokeo halisi ya vitu unavyoviamini. 100%. Iko hivi, ukifahamu kweli, hiyo kweli itakuweka huru kweli. So, kama unafahamu kwamba hiki ninachokifanya ndio kweli sahihi ninayoifanya, kwa nini haikupi matokeo unayotaka? Hivyo, kabla hujaanza kurudia, jitathmini kwanza. Hiki ninachokiamini ndio chenyewe? Na kama ndio chenyewe, mbona sasa hivi mpaka sasa hivi na miaka 25, 26, 27, 32, 35, 40 akijalipa matokeo unayotaka? Hivyo kuna kitu kinamisi. Na kama umegundua kabisa kuna kitu kinamisi, ujue hiyo kweli ulionayo sio kweli sahihi. Kaa chini, jifunze kwenye kweli ya watu wengine ambao wanafundisha, ambao unatamani kuwa kama wao. Kaa chini yao. Omba session, kaa chini yao. Lipia consultation fee. Jifunze, wakupe kweli nyingine ambayo hii kweli unagundua sasa, okay, kwa kweli hii, kama kweli yangu ilikuwa inaleta matokeo, ngoja nijaribu kweli nyingine. Kwa nini usijaribu? Kwani kujaribu unaumia nini? Jaribu kweli nyingine ya mtu ambaye ameshafanikiwa. Kweli yako si imekufanya hapo sasa hivi na miaka 45, miaka 35, miaka 30, miaka 25, miaka 23 mpaka sasa hivi uko vile vile. Jaribu kweli nyingine. Ukijaribu kweli nyingine, huenda ikawa ndo njia yako ya mafanikio. Kwa sababu kama kweli ulionayo na unang'ang'ania bado imekuacha pale. Unang'ang'ania mshahara 800 mpaka sasa hivi. Yeah, I'll be honest with you. Kuna maisha nje ya 800. Yaani kuna mtu analipa 600, 700, 800 milioni. Anahisi haya ndo maisha. Kuna maisha juu ya hapo. Yaani kuna maisha mengine tofauti kabisa na hayo ambayo yapo na yanawezekana. Uking'ang'ania hapo, that's all. That's your fault, bro. That's your fault, my brother. Uking'ang'ania hapo kamini hii ndio kweli sahihi. Ngoja nikuulize swali. Ukikutana do you think kweli unafikiri hayo ndo maisha nje ya box, yani kwamba hayo ndo maisha yote dunia nzima, yani watu ndo wanaishi hivyo? Ndo kawaida unafikiri ndo hivyo? Ngoja nikwambie, unaona mimi ni kijana hapa. Mimi hapa niko na timu ambayo nawalipa watu pesa. Yaani niko na timu yangu, chini yangu ni vijana. Wanafanya kazi kwangu, wanajifunza na nawafundisha, lakini wanafanya kazi kwangu. Wanapata pesa. Unafikiri mimi ningekuwa nalipwa 800, ningekuwa naweza kupata mimi hela ya kuishi sehemu ninapoishi? Ya kutembea, ya kutembelea usafiri ambao natembelea kila siku, ya kuishi ninavyoishi maisha yangu, na bado nipate hela ya kuwafanya watu wengine waendelee kufanya kazi chini yangu. Na wasiachane na mimi waendelee maisha yao. Isingewezekana. Kwa hiyo hela. Hii picha inakupa kabisa kwamba kuna kweli nyingine ambayo huijui na utaki kujifunza. Na unaamini kweli ulionayo ndio kweli sahihi. Hiyo itakufanya hapo uishie hapo maisha yako yote. Maisha yataenda. Unaonaga wale maanko wana miaka 45, 50, utajikuta huko. Utajikuta huko hapo. Wale ni wajomba. Unaona wale wajomba miaka 45, 50. Alafu unakuwa yupo tu, yani mpo, yani nyinyi vijana mnamuona tu, kwani bro alifeli wapi? Unamwona huyo anko, huyo mjomba, bora unaona alifeli wapi? Ngoja nikwambie, maisha ni kama kufumba na kufumbua papo huko pale. Kama usipotaka kukaa chini na kubadilika na kuchukua kweli nyingine tofauti na kweli unayoamini, kaa chini, jifunze, learn. Una learn vipi? Kuna namba ya simu utaziona kwenye peji zetu. Piga simu, comment maneno ambayo tunakwambia, comment maybe kampuni, comment usajili, comment course. Chukua course, jifunze. Kuna course watu wanafundisha. Chukua course, lipia consultation. Kaa chini, piga simu, nahitaji consultation na wewe, nataka nikae chini na wewe. Nikae chini, nifanye twende taratibu, unipe shule, kitu gani nakwama. Ukimaliza pale, chukua course, endelea na course. Wakati unaendelea umeshaje kuchukua consultation, fanyia kazi. Kuna watu wanajifunza kila siku, they don't take action. Yaani anajifanyia kazi kila siku. Kuna watu wengi wananipigia simu, bwana mimi namba yako ninayo kama mwezi wa pili sasa hivi. Anafikiri ni proud.
miezi miwili umegundua hapa ndo sehemu naweza kupata solution. Miezi miwili uko na namba yangu, unakaa nayo nini? You have done nothing. Unataka yani you have done nothing. Ufanye chochote, unakaa nayo namba. Ya biashara yangu naiona haendi vizuri lakini nilikuwa na namba hii. Unafikiri nimekupigia tu sasa hivi nilikuwa alafu yani unajisifu nini sasa? You have to take action, chukua namba, piga. Kitu kingine kinachotoa matokeo namba 1, speed. Yes. Take action, go. Mambo mengine utayasort ukiwa huko. Yani mambo mengine utasolve ukiwa huko. Most of the time watu yani ni kama hii kitu unachokiongelea ni muhimu sana. Watu wengi wanategemea wanataka waanze mambo yakishakuwa perfect. Yani mtu and mimi binafsi I'm telling you I have had this for a long time. Nilikuwa nasubiri sana kwamba muda sahihi utafika nitaanza. Muda sahihi ukifika ngoja kwanza kitu fulani kakae vizuri, lakini in reality that time never comes. It really never does. Yani hakuna wakati ambao unafika ambao ule wakati ni burudani kwa muda wote kiasi kwamba you are ready to start. Haitatokea. So you have to start hivyo mambo yakiwa hayaeleweki. Kwanza hivyo utajifunza kesho. Utaendelea kujifunza, utapambana, utafeli. Yani juzi nilikutana na video moja ilikuwa inasema kwamba watu waga wanajifunza kutokana na vitu tofauti. Kwa kujifunza kwa kuelimishwa, kujifunza kutokana na experience kwa kufanya, na kujifunza kutokana na makosa. Yani bora ufanye, ukosee. Ukikosea, hiyo ni signal. Yani kukosea na kufeli, hiyo haimaanishi kwamba umefeli. Hiyo ni signal ya kwamba okay, hiyo sasa hicho kitu hakifanye kazi. Hata mtu mwingine akija akajaribu hicho kitu hakitofanya kazi. Kwa hiyo wewe umejifunza nini sasa hapo? Jaribu kwa namna nyingine. Kwa hiyo you have to start things unavyopata ideas, execute hizo ideas. Ukisema okay, nataka nimtafute Michael kwa ajili ya consultation. Unasubiri semester ipite. Okay. Haina shida. Unataka umtafute mtu akusaidie, labda akufanyie kitu au unataka kujifunza kitu. Kwa mfano I always tell na wafundisha wafanya biashara mambo ya AI, okay? Sasa hivi tupo kwenye wimbi jipya la AI. Sasa hivi people have to like kama ni mfanya biashara ajifunze kuhusu AI. Mimi ninategemea kwamba atakuja mtu mwingine ambaye na hapa ndo nahisi vijana wengi ambao wanajifunza kila siku wana advantage. Kwa sababu AI ni kama mfanyakazi wako. Kile kitu unachotaka kukitimiza, AI inakuja inakusaidia kukitimiza. So nawaambia like through Instagram nawaambia you have to learn kuhusu AI. Jifunze unatumiaje AI kujiandaa, kupata mawazo mapya, kutengeneza content, kupata wateja sahihi, kuongeza mauzo. Unatumiaje AI kwenye hivyo vitu vyote? Anasema hii nitakujaga nijifunze. Nitakujaga ujifunze. Haya, haina shida. So speed has to be your ally. Yani lazima utafute urafiki wewe na speed. Ukipata idea, execute your idea. Ukipata wazo, execute hilo wazo. Ukisema unataka kumtafuta mtu kwa ajili ya kazi, mtafute huyo mtu, fanya hiyo kazi. Kwa sababu you have the moral obligation to do that. Usipofanya hivyo, wewe hapo, yani ni kama unakuwa unamkosea Mungu, kwa sababu then mtu mwingine atachukua hiyo nafasi. Juzi nilikuwa nasoma kuhusu Michael Jackson. Kuna mtu alikuwa anaongelea Michael Jackson. Michael Jackson inasemekana alikuwaga akipata wazo la wimbo, idea ya muziki, hata kama ni saa 8 saa 9 usiku, anawapigia maproducer wake, njoni studio. Anambia Michael, sasa hivi usiku sana bwana. Sasa hivi tutaamka saa 12, ambia tulieni wewe. Anambia hii idea ambayo Mungu amenipa ya huu muziki, nisipouimba sasa hivi Prince atakuja kutoa wimbo. Prince ni mshindani wake mkubwa sasa Michael Jackson. Kwa hiyo sasa watu wanasema labda alikuwa paranoid, lakini what if kuna siku Michael Jackson alipata wazo la wimbo akasema ni urekodi sasa hivi, si urekodi sasa hivi. Sema nitarekodi asubuhi akalala, kesho yake akuta Prince kaimba huo wimbo. What if hiyo kitu ilitokea? You never know. Mungu anavyokupa wazo, Mungu anavyokuonesha njia, hakuoneshi njia kwamba hiyo njia itakuwepo milele. Usipo execute hiyo njia, yani like mtu mwingine atakuja anafanya hicho kitu chako. Mara ngapi unawaza wazo la biashara afu mtu mwingine anafanya hilo wazo la biashara? Mara ngapi unawaza kufanya kitu afu kesho na kesho kutwa inatokea vitu vinakupotezea muda kiasi kwamba haufanyi tena? Na kwenye hilo hakuna kitu ambacho huwa kinalipa papo kwa papo. Ukifikiria idea ya biashara, kila kitu fulani utafanya, wewe nikwambia ukweli, ukaacha kukifanya haichukui muda. Yani wiki moja tu itapita toka muda ambao umejiambia utafanya, afu utafanya. Wiki kisha utakutana na mtu anafanya kitu kile. Anakifanya kivizuri, ukuta sasa anakifanya yeye ana nusu
ya uelewa na ufahamu ulionao juu hilo kitu. Lakini wewe hujafanya, unauelewa mzima na unafahamu vizuri, lakini hujafanya. Unakutana na mtu ambaye ana nusu ya elimu ulionayo, ana nusu ya skills ulionayo, ana nusu ya talent ulionayo, anafanya vizuri na anapata matokeo. Kazi yako unaishia tu kwenye comment pale. Hapo umekosea. Kuna kitu na miss. Unajua kitaalamu. Wewe kitaalamu kwa nini utumii? Kwa nini usifanye wewe sa kitaalamu? Unajua kwa nini? Na watu wenye comment sometimes wanakuwa na skills, knowledge na wana talent kubwa kuliko hata watu waliopo kwenye social media. Mtu mjinga kuliko wewe anafanya vitu vizuri kuliko mtu mjinga kuliko wewe yuko anafanya kitu ambacho unaweza kufanya vizuri, lakini kwa sababu tu wewe uliamua kusema kwamba kwa sababu uliamua kuailisha, kwa sababu uliamua kuailisha na kudharau kufanya hiyo kitu. Mtu mjinga kuliko wewe ameamua kufanya, alafu unashia tu kwenye comment, pale ulitakiwa upitilize hadi mbele. Hiyo hapo. Haya, wewe upo kwenye passenger seat. Kwanza sasa hivi uzuri ni kwamba sasa hivi Tanzania pia social media zimeanza kutoa hela. Analipwa na social media, analipwa na clients, atalipwa kwa session, atalipwa. Yani kitu hicho kimoja kitamfanya analipwa kwenye namna kama 10. Wewe uko hapo kwenye comment section. Unaongea tu tulijua. Ili okay. Juzi nimekutana na video moja TikTok, vijana wa Kitanzania wanasema kwamba kuna watu ambao wanafundisha, wao hawana biashara lakini wanafundisha kuhusu biashara. Ambia, mbona kama mnatudanganya? Nyinyi mnafundisha kuhusu biashara na lakini nyinyi hamna biashara. How comes? Yani ni kama wewe hujui kuogelea, afu unataka kunifundisha kuogelea. Wewe hujui kuendesha ndege lakini unataka kunifundisha kuhusu kuendesha ndege. Na one of the things ambazo nilifikiria ni kwamba vijana wengi ambao wanawaza hivyo ni vijana ambao wamesoma. Yani vijana wengi ambao wanawaza hivyo ni vijana ambao wamesoma, kwa sababu they believe kwamba a product ni kitu ambacho inabidi uende sehemu ukinunue China, ulete mzigo hapa, uanze kutafuta wateja, ufanye biashara, ndio unaweza kufundisha biashara. Wakati a product sasa hivi, actually siku zote duniani a product is anything. Sasa hivi kuna vitu tunavita digital products. Digital products ni bidhaa ya kidijitali. Basically hii video ni digital product. Actually hii ni asset. Hii ni asset. Hii video, hii episode, you never know jinsi gani itaninufaisha mimi kiuchumi. Kwa hiyo this is an asset. Sasa vijana wengi ambao na wakandia sana vijana ambao wamesoma kwa sababu ni marafiki zangu sana. Lakini vijana wengi ambao wamesoma ndo wana hizi ideas kwamba wale watu wanaofundisha biashara kwenye mitandao ya kijamii kwamba unanifundishaje biashara wakati wewe una biashara? Lakini in reality hiyo ndo biashara. Yani kwa mfano, ngoja nipe mfano. Mimi nafundisha marketing. Okay? So nafundisha marketing na AI. Mimi namfundisha mfanya biashara kuongeza mauzo. Kwa hiyo mtu anavyonifuata, wewe mbona una mauzo? Naambia, wewe umekuwa mteja wangu. Nimekuuzia ina maana haya ndo mauzo. Wewe nini unataka uone nini? Umeona? Lakini vijana wengi umesoma, una degree, unaweza kubadilisha hiyo degree kuwa biashara. Vijana wengi wana mawazo, unaweza kubadilisha hilo wazo kuwa biashara. Vijana wengi wana experience. Hiyo experience tu kwa biashara. Kuna rafiki yangu mmoja, she's a very brilliant lady. Anaitwa Peace. Amejifungua, alafu unajua wanawake wanavyojifungua most of the times wanakuwa wame gain weight and all of this. Kwa hiyo wanataka wapungue, warudi tena wawe fit. Sasa kwa kuwa yeye anapendaga fitness, akarudi gym, akapiga mazoezi, akapungua, akawa vizuri tena baada ya kujifungua. Kwa hiyo sasa hivi she's actually training other ladies ambao wamejifungua jinsi ya kufanya hivyo. You understand? Yes. Sasa hiyo ni product. Sasa mwingine wewe una experience ya kuendesha gari. Fundisha watu jinsi ya kuendesha gari. Wewe una experience ya kitu gani? Lakini unategemea sijui Jehova Shama atatoka kule alipo, aje kama alivyofanya kwa Yesu, aje kama Yesu tena akuanzishie wewe biashara ukiwa umelala. Like, it's impossible. Yani haiwezekani. Ni kama unamtukana yeye kwa kukupa huo uwezo wote. Okay? Yeah. Uje kwenye hilo hapo. Kwenye mimi huwa ninakuwa na perspective tofauti. Na vijana kama hao wanasema sijui anaongea nini na nini. Sio tu vijana comment. Yes. Labda tu hajawahi kuwa na platform. Ukiwa na platform kubwa, comment zikiwa 100. 30, asilimia 30 zinaweza zikawa ni comment ambazo ni very very negative. You never know. Yani hujaiona. Alafu inabakia 80%. Alafu asilimia 80, nusu ya asilimia 80 wako very positive. Alafu nusu ya asilimia 80 wanakuwa ni wale ambao wanatolea ushuhuda, wanasema wanaelezea wanakushuhuda kuwasaidia. Yes. Wamejifunza vitu vingi kutoka kwako. Yes. Asilimia 40 itakuwa ni wale watu ambao wanasema yeah, this is it.
asilimia 40 wanasema like this help me this. It means ukishakuwa mkubwa sana lazima kuna interaction kama hizo na reaction kama hizo ndio reaction ambazo zinafanya watu ambao wanatumia akili wanaojua wanachokifanya waendelee kuwa juu. Yes, on top. Zinakuongezea engagement. Yes. Yeah, ngoja nikutolee mfano wa Diamond alianza kuimba. Unaona Diamond anaimba vizuri mpaka yani mwenyewe ukiimba ukishangaa unaweza kusema hii nyimbo inanipeleka uweponi wa Bwana. Anaimba nyimbo vizuri, sauti nzuri. Anashinda matuzo, anatuwakilisha taifa. Anafanya nini afu kuna mtu tena mainstream media anakaa kwenye media anasema Diamond hajui kuimba. Mtu kawaida sana. Diamond hajui kuimba. Unajua ukichukua watu wa West unaona jinsi ambavyo atatuaibisha. Hakuna mtu East Africa, sio Tanzania wala Dar es Salaam. East Africa ambaye amebeba mabegani music industry kuipeleka duniani tofauti na yeye. Yaani kule juu kileleni yuko peke yake. Ila kuna mtu chini mainstream media anakaa anasema Diamond kawaida sana. Hajui kuimba. Unajua Diamond hana talent. Diamond Diamond hana talent. Diamond ni mfanyabiashara. Diamond bro, do you know una idea yote kuhusu kitu kinaitwa kipaji? Una idea yote ya kitu kinaitwa, do you know even the meaning of talent? So iko even. So mtu kama huyo akiataki watu kama akiataki watu wanafanya vitu vizuri au watu wanafanya vitu vizuri kwenye kitu, it's simple. Niko hivi, ukibishana na mjinga atakuvuta kwenye ujinga wake na atakugaragaza. Yaani usipigane vita kwenye uwanja wa nyumbani wa mjinga. Yaani kama hivi usiende kupigana vita kwenye uwanja wa nyumbani wa mtu. Ndio ule msemo wanasemaga kwamba usigombane na nguruwe. Kwa sababu ukigombana na nguruwe wewe utachafuka alafu yeye atafurahi sana. Do you think? Yeah, that it is. Hiyo kwamba ukibishana na mjinga naona kwa mjinga. Ni kama mfano anakuambia wewe unaogelea alafu mwehu akachukua nguo zako. Wewe unaogelea kwenye bwawa au swimming pool. Mwehu akaja akachukua nguo zako akakimbia. Ukitoka kwenye maji ukiwa uchi ukamkimbiza, pale hamna wewe wawili wakimbiza. Two wehus. Ni two wehus. So watu kama hawa ni kwamba when you look at them, ukitaka kupigana vita kwenye uwanja wa nyumbani wa mjinga, it means yani kwamba ukienda kupigana vita kwenye uwanja wa nyumbani wa wajinga, it means sio kama ni wajinga na mmoja mjanja. Wao wote ni bwana. Sababu si uwanja wao nyumbani. Ni uwanja wao nyumbani, it means ni mjinga. Ni vigumu kujitenga nao pale. So yes. You be there. Yeah. So that's all happens every day. Na kwenye kila industry na kila sehemu. That is too small, like sasa effect ya maneno kama haya sio effect yako wala sio effect ya anayesema. Effect ni ya mtu ambaye atakuja chini alafu aanze kureact kwenye yale maneno, anabakia maskini meshake. Anakuwa mjinga meshake. Sasa hapo ndo ile unakosa emotional intelligence. Yes. Yani you're missing out. Okay, so all right. So one of the things ambazo nahisi mpaka hapa we are trying to push you towards ni ujasiriamali basically. Okay, ukitusikiliza vizuri you'll come to realize kwamba tunajaribu kukushawishi wewe mjasiriamali. Na ujasiriamali actually sio mrahisi. I always say this. Lakini ujasiriamali ni way out basically. Ni way out. Na ujasiriamali is the best way out. Sasa okay. Another thing, I think I was talking about this last time kwenye Instagram kwamba kuna jamaa anaitwa Abraham Maslow. Ni mwanasaikolojia mmoja, alikuwa mmoja kati ya wanafunzi wa jamaa mmoja alikuwa anaitwa Sigmund Freud. Huyu jamaa walikuwa wanafuatilia vitu gani vinafanya binadamu awe na furaha kwenye maisha. Vitu gani? Kwa sababu kila mtu anatafuta furaha, kila mtu anatafuta uhuru. Vitu gani vinakufanya wewe kama binadamu uwe na furaha kwenye maisha? Sasa akina Freud, huyu mmoja kati ya waanzilishi wa psychoanalysis, alikuwa anasema akawa anaangalia watu waliochanganyikiwa wana shida gani ili ajue na wasaidiaje. Sasa Abraham Maslow akasema mimi siangalia watu waliochanganyikiwa, naangalia matajiri, naangalia watu wenye furaha, nielewe vitu gani vinawa drive. Ndio akaja kugundua kuna hatua 5 za mahitaji. Okay? So kama unajua hizo hatua 5 za mahitaji, yani hizi hatua waga ninasema hizi hatua zinaendana na level ya ni kiasi gani unaweza ukahongwa wewe kwenye maisha. Okay? Kwa mfano, kama wewe unahongwa chakula
kwenye maisha. Kama unahongwa chakula, yani ili wewe wakuhonge, wanakuonga chakula, wewe bado uko level ya chini sana ya mahitaji. Tunaita physiological needs. Yani unahitaji mahitaji ya kawaida ya basic needs. Mahitaji ya awali ya binadamu, ya kiumbe yoyote. Haya ni mahitaji usipoyapata unakufa wewe kama kiumbe. Chakula, hewa, hivyo vipi? Yani ukiona unahongwa chakula, ujue unaweza ukahongwa hewa. It's the same. Kwa sababu ni basic need. Usipokula leo sina maana wewe unahisi kwamba utakufa, lakini in reality ni kama hewa, kwamba usipopumua leo utakufa. Wakati ungesubiri mpaka kesho, ungemwambia Mungu leo nimefunga. Mungu akakubariki. Level ya pili tunaita security needs. Security needs ni kama mahitaji kama ajira, kuajiriwa. Unataka security. Yaani wewe utaki kutake risk. Unataka security. Unataka ajira yako pale. Okay? Lakini ukisha fulfill pale, labda una ajira, wanataka hatua inayofuata. Hatua inayofuata tunaita love and belonging. Ndio maana kila kijana anayeoa anataka, kila kijana anayepata ajira anasema okay, sasa nimeshapata ajira, ni muda wa kuoa sasa. Anataka aoe. Alafu ile level akishapata maliza ile level, kisha fulfill ile level, anataka level ya 4 inayofuata, inaitwa self esteem needs. Anataka watu wamheshimu, anataka ajiamini. Umeona? Lakini sasa ndio maana ndio utakichafikia ile level, wanataka wagombee, wawe viongozi, wanataka waonekane sehemu, ile. Lakini sasa level ya juu tunaita self actualization. Na self actualization basically ni kama kuwa mjasiriamali. Yaani self actualization ni kuamua kuwa bora kwa level ya juu, kuamua kutoa ile potential yako nzima na kuileta duniani na kusaidia watu kwa hiyo potential yako. Hivi unahisi kwamba wewe unaweza kumhonga Modeuji kwa chakula? Hapana. Unaweza kumhonga Modeuji kwa kumhaidi mahusiano au kumhaidi kwamba utamuunga kwenye kundi lenu la WhatsApp? Hapana. Huwezi ukamhonga Modeuji kwa kumwambia nitakusaidia, utaweza kuaminiwa na watu, utakuwa na confidence. Hapana. Modeuji anajiamini. Level ambayo Modeuji amefika ndiye level ya juu ya self actualization. Anataka asaidie watu. Ndio maana ana foundation. Hiyo ndio sasa ile level ni level ambayo ukifikia ile level, ukitafuta ile, ukisearch for ile level kwenye maisha yako, Mungu anakupatia vile vitu vyote. Anakupatia chakula, anakupatia watu wa kuamini, anakupatia kila kitu ambacho unakitaka kwenye maisha. Which ujasiriamali, being an entrepreneur, being a business owner, kuwa content creator, basically that's the same. Kwa sababu unavyo create, you are actually unachangia kwenye hii creation ya Mungu. Okay, ujasiriamali ambao tunaongelea ni kitu ambacho basically it's going to change most of it. It's going to help you and solve most of your problems. Sasa we have talked about this. Na najua utasema okay, sasa nataka niwe mjasiriamali. Nataka niwe mjasiriamali, nianze kuelimisha watu kuhusu, sijui unataka kuelimisha kuhusu nini? Hebu tuambie kwenye comments. Si ndio? Hebu tuambie kwenye comments wewe unataka wasaidie watu nini? Lakini let's say umeamua kuwa mjasiriamali. Now the issue ni kwamba unataka upate wateja 100 wa kwanza. Unataka upate wateja 100 wa kwanza wa ujasiriamali wako. Kama unataka kufanya biashara, labda unauza furniture, labda wewe ni mtaalamu fundi seremala mzuri, unataka kutengeneza furniture, ndio kipaji chako, unataka kuwe bora, fundi seremala bora. Au wewe ni mwalimu wa Kiswahili, unataka upate wanafunzi wako wa kwanza, wateja wako wa kwanza kupitia kwenye mitandao ya kijamii. Kitu gani ambacho unabidi ufanye upate wateja wako 100 wa kwanza kwenye biashara yoyote ile? And this is the thing ambacho I want you Michael to share first. Au nitashare na mimi my ideas, mimi kama marketer. Lakini tell me kwa experience yako. Okay. What should huyu anafanya nini? Unafanyaje kupata wateja wako 100 wa kwanza? Sasa kwanza nina kozi maalum ambayo nimeandaa, inaitwa wateja 100 wa kwanza, mwongozo wa mwanzo kwa ukuaji. Hii ni kozi maalum ambayo nimeiandaa maalum kwa mtu ambaye anaanza biashara kwa mara ya kwanza. Yaani ule AEOU ndo kwanza, bwana mimi nimewasikiliza, nataka nianze. Sijui sasa naanzaje. Ile kwanza kabisa. Kule ndani nimezungumzia namna gani ya kwanza unaweza kupata moja, kujua nini ufanye. Unajua unaweza kuwa mtu ana mambo mengi, ajui sasa mimi bwana nina ujuzi huu, nina elimu hii na experience hii, na nini nianzie wapi? Na kitu gani kinachomfanya aseme hii naanza nayo? Jambo la kwanza. Jambo la pili, ukishajua unaanza na nini, namna gani kufanya monetization juu hicho kitu. Kwa mfano mtu anaweza kusema mimi na experience ya toka tumekuwa sisi hapa ni wakulima. Nimeishi kwenye familia ya kulima. Watu tunalima mahindi, tunatunza kwenye gara, tunakoboa na kuyauza. Mimi nataka nianzie wapi? Okay, unasema nitaanza kufanya biashara ya mahindi. Na monetize vipi?
nauza jumla, nauza rejareja, natafuta masoko makubwa ya kuuza kwa gara kwa tani kubwa nyingi, au nauza kwa watu moja ambao wanauza magara, na monetize vipi? How am I getting money out of this? Jambo la tatu, nimefundisha namna gani ya kufanya marketing. Marketing ni nini? Au marketing, kwa sababu najua tunaongelea marketing ni kitu gani? Au ni kwenda market, au ni kwenda dukani. You see? Kwa marketing ni nini? Nafanyaje mwanzo mpaka mwisho? Pili, ukishajua kufanya marketing, unaweza kufanya marketing vizuri, lakini ile ikawa ingie mfukoni. How to make sales. Sales inakuwaje? Unafanyaje mauzo? Tatu, kingine namna gani ya kujua masoko. Unajua unaweza ukawa unajua mimi soko langu tu ni mimi nafanya biashara ya mtumba. Unauza wapi? Nimefungua duka mtaani kwetu Mbezi Beach. Naendaga dukani kila asubuhi narudi jioni saa 12. That's all. Wateja wako unapata wapi? Nimefungua duka. Kwa hiyo watu wanapita wanaangalia pale tunauza. Alafu akashia hapo. That is not, hilo sio soko. Hilo ni soko moja la wapita njia, na ni soko ambalo liko outdated sasa hivi. Biashara ya wapita njia ni ya karne sasa. Yaani ni ya enzi labda za ukoloni. Yaani wewe bado unasubiri wateja wapita njia. Kwa it means kuna masoko tofauti. Ujue ni yapi, na ukishajua masoko tofauti, njia gani itakufikisha kwenye soko husika. Yes. Kujua kwamba kuna masoko, kumbe kuna watu wengine wapo social media. Kumbe social media pia ni soko. Sio tu sehemu ya kuangalia wachekeshaji, no. Social media pia ni soko lako. Kuna watu huko. Sasa nafikaje huko? Kwa huko nimewafundisha vizuri namna ya kufanya. Kingine nimefundisha namna gani ya kufanya marketing na kufanya sales na kupata masoko. Alafu nimefundisha namna gani ya kutumia social media kufanya biashara. Yes. Kwa sababu social media ni pana. Kwa lazima ujifunze namna gani kutumia social media kufanya biashara. Alafu kule chini nimetoa na exclusive nyingi ambazo nyingine utaziona ukifika kule ndani kwenye hiyo course. Kwa hii course, ukihitaji course hii, comment neno course popote utakapoona hii video. Popote utakapoona, andika neno course. Ila kama upo Facebook, kuna namba ipo kwenye caption. Tuma neno course kwenye namba iliyopo kwenye caption. Watu wa Facebook, sababu hamna automation. Labda wewe mtaalamu utanisaidia. Au sio? Automation ya Facebook haifanyi kazi. Kwa hiyo it means inabidi uende kwenye Instagram. Instagram kuna automation. Instagram ukiwa Facebook na TikTok, tuma neno course kwenye namba ambayo inakuwa kwenye caption. Lakini Instagram unaweza kufika pale ku comment neno course na kufikia moja kwa moja na kukupa course yako hii, ukaendelea kufanya vizuri. Lakini sasa kwa manufaa ya kwa nini umeangalia content hii, naweza nikakupa majibu kwa ujumla. Kwa ujibu kwamba napataje wateja 100 sasa hivi. Yaani kwamba nataka nisikize tu sasa hivi nitoke hapa nipate wateja 100 sasa hivi. Kuna njia tofauti. Ya kwanza tunaita cold calls. Ukiwa unauza product, unaangalia, unatafuta, kwa mfano nauzia product wafanya biashara, ama nauzia product watu wenye maduka, au nauzia product walimu, wachungaji au nini. Unajua sasa product yangu ni watu gani? Unaenda unahakikisha unapata namba za hao watu. Unapiga simu, unamwambia mimi ni fulani. Mimi ni fulani, nina uwezo wa kutatua changamoto fulani kwako kwa sababu wewe ni mtu fulani. Nina uwezo kwa sababu ni mtu fulani. So, niko hapa na hii product. Naomba nikupe product yangu. Naomba nikusaidie kutatua changamoto fulani kutumia product hii. Kwa hiyo akikubali kwamba okay sawa, asante, utamfikia. Kama ni kitu ya delivery utadeliver, kama ni kitu ya kufika utafika, utaomba, utatengeneza appointment, utapata mteja wako wa kwanza, utamaliza. Hiyo ni njia ya kwanza. Njia ya pili tunaitwa ni messaging. Messaging inaweza kuwa kwa email ama kwa WhatsApp. Tafuta namba za watu ambao unajua sasa hawa ni targeted audience yangu. Chukua namba zao, watumie ujumbe. Ujumbe kama huu unaweza kuwa maandishi ama kwa video. Unatumia ujumbe. Alafu unauliza nambeni, unaongea nao kama nilivyoongea mwanzo. Utakuwa umefikia, na atakayekuwa interested atachukua product yako, atapata solution. Namba 3 kunaitwa door to door marketing. Ukishajua ni nani unayemhudumia, mfuate. Kwa mfano unauza chaki, unauza ubao, unauza vifaa vya shule. Analyze shule ngapi ziko mjini hapa Dar es Salaam. Jipangie ratiba kwa wiki, nitatembelea shule ngapi. Kila unapofika kutembelea shule fulani. Hii inakusaidia moja, kutengeneza connection na watu. Pili, fikia mtu husika, mtakaa chini na mwalimu mkuu, mtapiga hesabu. Unaweza ukajikuta umepata tenda ya kusupply term nzima hii, labda mwaka mzima. Yaani badala ulipeleka tu kuuza mara moja, akwambia okay sawa, hamna shida kwa sababu nimeshakufika, tumeonana.
niuzie hii, lakini pia nakupa tenda kuzuia mwezi mzima. Unaweza kushangaa umepata supply mwezi mzima. Inaitwa door to door. Unaenda kugonga mlango, unafika, unawafuata walipo. Njia nyingine ambayo ni njia tunaita ni old school, kwa sababu haina matokeo kama ilivyokuwa inatokea nyuma, ila sasa hivi tunaifanya kwa strategy maalum. Inaitwa ni TV na radio. Hii inaitwa old school, lakini huko ndani yako kuna TV, radio pamoja na billboards. Ni vitu vya kizamani sana. Ukitegemea hii ndio ukaitumia kama njia yako pekee kupata matokeo, ni kazi. Itakuwa slow, lakini iko nguvu nyingi sana pekee. Moja, sasa hivi hamna mtu anaangalia TV nyumbani kwake. Nikuulize, mara mwisho umeangalia TV lini? Wewe unaangalia mara mwisho umekaa chini unaangalia TV lini? Hukumbuki. Kwa nini? TV na radio sasa hivi sio kitu namba moja kwa watu. Watu sasa hivi hawapo tena kwenye TV. Kwa hiyo it means tunavitumia. Mpaka sasa hivi tunavitumia, lakini kwa malengo maalum, kwa namna maalum. Kwa ukitaka ujue namna gani inatumika, lazima unue kozi yangu sasa. Nimefundisha huko ndani. Kwa hiyo TV, radio pamoja na billboards. Haya ni tunaita ni old school kwa sababu ni za kizamani, lakini zinatumika sasa hivi kwa malengo maalum. Ngoja nikupe mfano moja. Kwa sababu kwa mfano kuna kipindi fulani cha pekee ambacho watu wote watatazama. Kwa mfano wateja wako ni vijana, alafu najua kuna Simba na Yanga inacheza wiki ijayo. Kwa hiyo it means siku ya Simba na Yanga lazima pale nchi nzima vijana watakuwa wanaangalia pale, na una content yako ambayo inahitaji, una message yako kufikishia vijana, utaenda pale specific. Kwa hiyo TV na radio vinatumika kwa strategy. Sio kwamba nipelekeeni tangazo langu kwenye TV, utapeleka kwenye TV zote na radio zote na utapata matokeo. Utaspend hela nyingi. Billboards barabarani, yale yanayowaka mataa, yale mabango yanayowaka mataa au ambayo hayawaki yamekaa. Ukiweka njia yako ya Mwananyamala huko hilo billboard, mimi naishi Mbezi Beach, lini nitakuja liona tangazo lako? Kwa hiyo it means yanakaa kwa maalum. Wewe nakupa tu siri moja. Hii kwa mfano kuna event inafanyika mahala ama exhibition ya biashara. Hapo ndio unaenda kuweka tangazo lako kama billboard yako, wakati watu wengi watakuwa wamekusanyika eneo zima husika. Au kwa mfano umesponsor event, matangazo yako yatakuwepo pale, mabranch yako. Hiyo strategic. Sio kama unayafanya tu kwa sababu upate hela, no. Alafu ya mwisho ambayo ndio hii namba moja kwa sasa hivi kati ya hizi zote, namba moja ambayo nakurecommend ufanye ni digital marketing. Hii ndio baba lao. Kwa sababu ulimwengu wote, haya yote niliyokutajia, inahitaji nguvu, hela, investments, unahitaji uwe na uwe powerful kwenye haya yote niliyokutajia, ama unahitaji muda. Lakini kuna kitu inaitwa digital marketing. Hii haihitaji nguvu na kila kitu nilichokutajia. Hii inahitaji skills, ujuzi tu wa kujua namna ya kutumia digital marketing. Kwa digital marketing kuna namna mbili. Kuna social media, lakini pia kuna digital platforms kama Google ama vitu vingine kama Google na Google Ads. So kwenye social media, kwenye miundo mitatu ya kijamii. Sasa hapa huku kila mtu sasa hivi yupo kwenye social media. Unaona unavyonitazama sasa hivi, unatazama kwenye social media. Haupo kwenye sijui mambo yale yote niliyokutajia. Na ni rahisi, ni bure, ni free, kila mtu ana access. Na watu wote wako huku, ndo kuna hela sasa. So ukitaka kujua sasa hizi dynamics zinafanyikaje, dynamics zake zinakuaje na kila kitu, comment neno course popote ulipo. Ukitumia course yangu nimefundisha hivi vyote hatua kwa hatua, nini ufanye, nini uache, experience yake ni ipi, nini ufanye na kwa nini ufanye na ufanye vipi. Comment neno course kwenye ukiwa Instagram, lakini ukiwa kwenye Facebook na TikTok, hakikisha una tuma neno course kwenye namba ya simu ilipo kwenye caption, then tutapata kozi yako direct. Na ukihitaji zaidi ukisema mimi nataka kukutana kabisa na wewe moja kwa moja, pia unaweza hiyo namba iliyopo kwenye caption nipigie, tutatengeneza appointment, tutakaa vizuri, tutazungumza wakini. That's all. Okay, interesting. I think umeelezea vitu vingi sana vizuri. You know, and good thing ni kwamba hapa tulipo una mtaalamu wa marketing. So na mimi waga huu ni uwanja wangu wa nyumbani. I love talking about this. Na nilitamani sana ni share a few things hapa. Umeelezea vitu vingi. Lakini mimi the most interesting things na kitu ambacho ninge recommend, especially kwa kama wewe ni kijana, na hii mimi napenda sana kuwashauri vijana ambao kama wewe ni kijana ambaye you have something big ambacho you want to build. Kama you are building something huge, then you have to use leverage zaidi. Sababu wewe you cannot afford kuspend hela ambayo hauna, you know. Hauna hela, you don't have VCs wa kuinvest kwenye biashara yako.
So every single cent ambayo uko nayo inabidi iwe ni hela ambayo unaiwekeza sehemu ambayo inakupa return kubwa sana, inakupa ni kama leverage. Okay, so two things, kwa sababu sasa hivi tunachokiongelea zaidi ni unapataje wateja wako 100 wa kwanza. Now ukiachana na vitu ambavyo Mike ameelezea vyote vizuri, and I think you should follow, unabidi umsikilize vizuri sana, na ikiwezekana urewind kidogo usikilize vizuri, lakini I want you to be kama alivyosema, social media ni baba lao, na mitandao ya kijamii ni sehemu ambayo inabidi uione kama leverage. Na tunavyoongelea leverage tunamaanisha kitu ambacho unakitengeneza ambacho unaweka nguvu kidogo kinakuletea matokeo makubwa kwa sababu hicho kitu kipo. Sawa. Kuna jamaa anaitwa Albert Einstein. You talk about Albert Einstein sometimes. Lakini alikuwa anasema nipe lever long enough naweza nikaisukuma dunia. Okay? Yaani wewe huwezi kuisukuma dunia. Lakini Albert Einstein alikuwa anasema yeye anaweza akaisukuma dunia kama ukimpa nyenzo nzuri sana ambayo anaweza akashikiza sehemu alafu akaweka dunia kaisukuma kwa mbali. Okay? Hiyo inaitwa nyenzo. Ndio ninachosema. Sasa ina maana dunia ni nzito sana. Huwezi kuibeba. Kila kitu unachohitaji ambacho kitakusaidia uweze kuisukuma ile dunia ndio leverage. Ina maana unaweka nguvu zile au nguvu kidogo zaidi, lakini unapata matokeo makubwa ambayo kibinadamu hayawezekani. That's leverage. Sasa social media ni leverage. Usione tu kwamba na post tu content. No. Unavyotengeneza social media, tengeneza social media kama you are building leverage. You are building something ambacho kinakusaidia wewe uweze kupata matokeo makubwa ya kitu chako kwa kuweka nguvu kidogo. Okay? Na ndio maana the biggest thing you need sasa hivi ni ujuzi pamoja na skills. Ujuzi ni kujua vitu, skills ni uwezo wa kufanya vitu. Okay? Kujua vitu haitoshi. Okay, ujuzi ni knowledge. Skills ni uwezo wa kufanya hivyo vitu. Kwa hiyo vijana wengi wana ujuzi, hongera sana. Lakini una skills, unaweza kufanya vitu. Unaweza kubadilisha ile knowledge kwa experience kufanya. Maana ukishachukua vitu unavyojua ukavifanyia kitu unapata experience. Sasa what I want you to look kuangalia zaidi. Now actually if you're watching this kwenye YouTube, there's a lot of videos ambazo zinaingia ndani kukuelezea mostly ile psychology ya digital marketing, ili ukiwa unaingia kwenye kutumia mitandao ya kijamii uelewe zaidi, uelewe unachokifanya. Na ni vizuri sana uelewe unachokifanya kwa sababu this is actually going to change how you do business. Usipofanya hivyo, I promise you you're going to lose. You're going to lose this game. Sasa kuna vitu viwili I want you to focus on inavyokuja kwenye social media kama unataka kupata wateja wako wa kwanza 100. Okay? Yani cha kwanza, wateja wako wako wapi? Sawa. Inapokuja kwenye social media, sio kwamba wateja wako wapo kila sehemu. Sawa, wateja wako wako sehemu fulani wamejificha. Wako sehemu fulani wame hang out. Wanaweza wakawa kwa influencer fulani, wanaweza wakawa kwenye Instagram peke yake, wanaweza wakawa wako TikTok peke yake, wanaweza wakawa wako YouTube, wanaweza wakawa wako Facebook. Sijui, wanaweza wakawa wapo kwenye seminar fulani, wanaweza wakawa Google, I don't know. Kwa mfano kama kuna wafanyabiashara ambao tunafanya nao kazi, tunafanya kazi ni watalii, wanafanya mambo ya utalii. Wao wateja wao wengi ni wanaopata Google kwa sababu wale tourists wengi wanaenda Google kujiuliza, okay, naendaje Zanzibar, au naendaje sijui Serengeti. So these people utawakuta huko. Okay, unaweza usitumie sana TikTok kuwapata, of course, lakini kila mtu ana watu wake wako wapi. Cha muhimu inabidi ujifunze cha kwanza. Hiyo ni njia ya kwanza, jifunze, yani you should learn. Okay? Jifunze kuhusu social media marketing. Jielewa how do you do social media marketing. Hii sio kitu ya kusema kwamba umeenda sehemu umejifunza dakika 2 umemaliza. You have to learn and understand the psychology ya social media marketing. It's going to help you a lot. Cha pili, sasa hapa naenda kuelezea vitu vikubwa viwili. Cha kwanza, jifunze kuhusu social media marketing. Kwa sababu ukielewa kuhusu social media marketing, utaelewa wateja wako ni akina nani, unawapataje, unatengeneza content gani zitakazo kuletea hao watu. Ukitengeneza content, ile content sasa ndio leverage. Okay? Ile content ndio leverage. Basically, mimi na wewe hapa. Ili mtu ajue kama hii episode ya hii podcast ni leverage. Hii video inaweza ikaonwa na watu 100. Lakini ili tuondoe hii video kama leverage, inabidi tupewe kazi mimi na wewe. Twende tukaongee na watu 100
sasa hivi tuwakalishe chini tuambie vitu vyote tulivyozungumzia kwenye hii video. Kitu ambacho hakiwezekani. Yeah, kiwezekani. Haiwezekani. Tutatumia hatuna muda. Tutatumia nguvu nyingi sana. Tutatumia muda. Itakuwa ni project ya mabilioni kama it take time. It's going to take time. Ukiwa mtu wa serikali hapo ndo sema. So kutoka Malawi. Sijataja lakini serikali ya Malawi. Billions. Manipata lakini sasa kwa social media ni leverage. Yes. Content ni leverage. Nimetengeneza haka video na haka video tumeweka kwenye social media kama iweze kuwafikia watu 100 bila sisi kuongeza nguvu nyingi. Kwa hiyo I want you to see social media as leverage. Hiyo number 1. Kwa hiyo I want you to focus on leverage zaidi.